ili wazee salamu waweze kuifanya nini? Kuielewa kwa rahisi. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru mno. Sijui niseme nini, lakini nawashukuru mno kupitia mwenyekiti wa wenyeviti Tanzania, chama cha wazee wa Tanzania na katibu na ninyi wote. Hii safari ilikuwa ya ghafla sana. Ni safari ya ghafla kwa sababu tulikuwa tunahitajika kuja kuonana na mheshimiwa waziri mkuu. Lakini nikaongea na mwenyekiti akasema kiongozi ni jambo jema, na ndio maana mwenyekiti naona pia ameacha kila kitu. Najua mwenyekiti anakuwa yuko busy sana. Haikuwa rahisi sana mwenyekiti kwa sababu anakuwa pia anaenda program zake. Kwa ujio kama huu, unaona ameacha kazi zake nyingi. Kwa tumheshimu sana mwenyekiti, makofi kwake jamani. Yaani ndio kwanza kipekee nashukuru sana. Lakini namba 2, nashukuru sana mkoa wa Dodoma. Mkoa wa Dodoma kwa kweli unaonyesha mfano. Unaonyesha nini? Unajua mwanzo mimi binafsi nilikuwa najua Ruangwa, Lindi kule kwa waziri mkuu. Ndio watu wako vizuri zaidi. Lakini wako vizuri sawa kwa sababu wana wanachama. Lakini nikija nikifananisha na mkoa wa Dodoma, wana vitu ambavyo wamevifanya, si ndio? Kuna vitu ambavyo wamevifanya. Hapo mimi kama kiongozi wa chama nafarijika sana. Nafarijika sana. Pia Mtwara na wao walikuwa wako vizuri sana. Sijui kuna nini kimeingilia hapo, unaona kama wamerudi nyuma. Na kurudi nyuma, unajua jamani wazee wangu, hizi kazi ni kama kazi za kitume. Kazi kama za nini? Kitume. Wazee wengi walikuwa wanaingia kwenye chama, walikuwa wanajua kiingia leo kesho anapata fedha. Si ni kweli jamani? Na wazee wengi wamechoka, si ndio? Wazee wengi wamestaafu. Kwa hiyo kama wamestaafu, kunakuwa hakuna income, si ndio? Walikuwa wanajua tu tukifanya mambo ya chama kuna kitu tutapata, tutalipana posho. Lakini chama, kujenga chama sio kazi rahisi wazee wangu. Kujenga chama sio kazi, lazima tutengeneze kwanza misingi. Bila kutengeneza misingi, hatuwezi kupata kitu. Mara nyingi huwa kwenye vikao vyangu vya sekretari tu nawaambia viongozi, leo tunafanya vikao, unawaita watu wanakuja 5, 6, 7, 8, si ndio? Kwa sababu hakuna posho. Sababu hakuna nini? Nikana naambia kwa kazi ya taifa, lakini siku ikifikia tunafanya vikao kuna posho. Huku pia unatosha. Si kweli wazee wangu? Kwa sababu simzia anajua akija atafanya nini? Atapata hata kidogo kwa ajili ya mahitaji, si ndio? Kwa hiyo kitu ambacho naweza kusema, nawatia moyo sana. Na wazee wangu msivunjike moyo. Sisi mimi Mkatoliki huwa tuna ule usemi tunasema Roma haijajengwa kwa siku moja. Roma haijajengwa kwa siku moja. Hata nchi waliotengeneza nchi wao wengine wanakula maisha. Watangulizi wetu wapo au wapo? Watu kama mnasoma historia hata Mwalimu Nyerere, si ndio? Yule mzee aliteseka sana. Kutengeneza nchi mpaka amani ikapatikana, si ndio? Hakuwa na kitu. Yule mzee wakati mwingine anasema alikuwa ataomba. Mimi nilisoma kitabu fulani. Alikuwa anaenda saa nyingine hata na njaa, anaomba hata anaomba ndizi, anapewa ndizi. Anapeleka nyumbani ili wale chakula. Si ndio jamani? Lakini mwisho wa siku mzee amekufa, kuna kitu ameacha. Yeye ana maisha ya kawaida sana. Lakini kuna baadhi ya watu wanakula maisha sana, si ndio? Hata sisi, kwa sababu nimesema hii kazi ya kitume. Iko siku mimi na wewe tutakuwa tupo. Watakaofaidi kichama ni wengine. Ni nini? Sisi tunatengeneza misingi, lakini tutakuwa tutavishwa taji. Yaani kwa maana kwamba tukitengeneza hiki chama vizuri, vijana wajao ambao watakuwa wazee kipindi hicho na miaka 50 wakiwa na maisha mazuri, yaani sisi kwa Mwenyezi Mungu tunapata thawabu, si ndio wazee wangu? Kwa hiyo mimi niwaombe msivunjike moyo sana kwa maisha ambayo tunapitia. Hata watangulizi kweli waliteseka, kwa hiyo na sisi tunateseka. Kama tunateseka, tukubali kushirikiana. Tukubali kufanya nini? Kushirikiana. Na mwisho wa siku tukishirikiana tutafika mahali tunapofanya nini? Mwenyekiti wangu amegusia masuala ya eneo, si ndio? Ni kweli tuna eneo ile la eka 10. Nafikiri viongozi wengine mnajua sana sana mwenyekiti nafikiri atakuwa anajua na katibu. Sijui nyinyi wengine kama mnajua, maana mara nyingi vitu vingi hatutumi kwenye grupu la sekretari, lile grupu la wanachama wote Tanzania nzima. Na ile grupu kuna baadhi ya viongozi wa Dodoma niliwaunga mimi. Sijui kama mnaonaga mnafuatilia. Ambao mnaona nilijaribu mwenyekiti katibu alinitumia majina na namba za simu nikafanya nini? Nikaunga angalau na nyinyi muone kinachoendelea. Kwa kweli mimi nasema ule kweli. Mbele za Mungu na mbele yenu. Chama kimesonga mbele sana. Kimesonga mbele? Hiki chama kina miaka 2. Mimi nashangaa mtu anasema chama kina miaka 5. Hiki chama tumepata usajili tarehe 21 mwezi wa 5 2021, si ndio? Tuna miaka 2. Tuna miaka 22, 23, 24. Tuna miaka kama mingapi? 4 kasoro Lakini maendeleo ni makubwa sana. Mimi niombe mjipongeze kwanza kwa kuwa na ofisi kwa mkoa. Mkoa ambao una ofisi ni Dodoma. Ofisi ya serikali nazungumzia. Mkoa wa Mwanza pia na wenyewe wamejitahidi sana, lakini mikoa mingine na yenyewe inafuata nyuma. Watakuwa na wenyewe na nini? Unajua kuwa na ofisi ya serikali hata kidogo unakuwa na unafuu fulani Kwa sababu masuala kwanza kusema sijui ofisi tunalipia wazee ni changamoto, si ndio? Kwanza kushikana mashati sana wazee kuhusu